Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, Frank Mwakajoka, amewaeleza waandishi wa habari namna ambavyo wanaendelea kusimamia msimamo wao wa kauli yao inayosema no reform no election, kwamba wao watasimama katika eneo hilo. Haijalishi ni wanachama wangapi wataondoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao watabaki katika msimamo huo. Lakini amesema suala la kutenguliwa kwa baadhi ya viongozi wao kitaifa kwa upande wao ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu wao walisimamia katiba yao ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hivyo hakuna chochote kitachoweza kutokea. Wanawaomba wanachama wao wapate kuwa wavumilivu na waendelee kusikiliza nini viongozi wao wanaendelea kukisema. Naitwa Frank George Mwakajoka na sasa hivi wazifa wangu ni makamu mwenyekiti kanda ya Nyasa. Ndugu waandishi wa habari, leo nimewaita kwa lengo moja tu, la kuja kuzungumzia hatima ya wanachama mbalimbali ambao wanajiita G55 ambao wanahama katika chama chetu na wanahamia katika vyama vingine. Nimekuja kuzungumza na nyinyi, nia na mazumuni ni kujaribu kuwaweka Watanzania sawa, sababu naamini wanachokizungumza siamini kama kweli wanazungumza kitu ambacho ni cha kweli na wanazungumza kwa malengo gani. Na mimi ni washauri tu kwamba wao wangekuwa wanaondoka tena kimya kimya bila hata kuzungumza maneno mengi, kwa sababu maneno yao hayana ukweli wowote. Nimemsikia aliyekuwa naibu katibu mkuu Mheshimiwa Kigaila amezungumza maneno mengi sana. Anasema kwamba chama hiki kimekuwa wamekuwa binafsi, wanawagawa wanachama. Nimeshangaa sana kwamba Kigaila kweli amekuwa kwenye chama hiki, kwenye secretariat miaka mingi sana kwenye chama hiki, na hawa viongozi wetu wa kitaifa ambao wapo sasa hivi wana karibuni miezi mitatu tu. Hasa nilikuwa nafikiria huu ubaguzi unatoka wapi? Ni ishara gani ambayo inaonyesha ubaguzi wa viongozi wetu? Kwa hiyo nafikiri kunakuwa hakuna ukweli wowote. Ukweli tu ni kwamba hawa ndugu zetu wameonyesha tamaa, yani ni watu ambao wana tamaa nyingi za kutaka kwenda kugombea katika nafasi za ubunge na udiwani. Lakini ukweli tu ni kwamba hata kama wanahitaji hizo nafasi, hawawezi kukwepa hiki ambacho tunakizungumza leo cha no reform no election katika chama hiki, kwa sababu ni washiriki wakubwa sana wa mfumo huu ambao tuko nao, au hii slogan ambayo tunaendelea nao. Kwa hiyo hawawezi wakakwepa jambo hili, kwa sababu walikuwa kwenye secretariat ya chama, lakini wengine walikuwa ni maafisa wa chama kwa miaka mingi sana. Sasa kusema kwamba eti wao wanaona kama chama hiki kuna watu wawili wanaamua chama hakikai, huo sio kweli. Kamati kuu imekaa, imejadili kuhusiana na jambo hili ikiwa chini ya mwenyekiti Mbowe, lakini pia wameleta kwenye baraza kuu la chama kwa mujibu wa katiba, limejadili na limepitisha kwa sauti moja na wao wakiwemo. Lakini pia wakaleta kwenye mkutano mkuu wa chama, mkutano mkuu wa chama ukapitisha, na mkutano mkuu wa chama unapitisha ndo yenye sauti ya mwisho kabisa. Hasa wanavyosema kwamba wanaamua watu wawili. Sasa sielewi kama mkutano mkuu wa chama unakaa na watu wawili. Kwa hiki ambacho wanazungumza mambo ambayo kwa kweli ya uongo kabisa. Na kama wanazungumza mambo ya uongo, ni muhimu sana kuwajibu. Ni muhimu kuwajibu ili Watanzania waweze kufahamu kwamba hiki wanachokizungumza hakina maana yoyote. Lakini pia wamefika mbali zaidi, wanasema chama hiki kinaonekana kwamba hakitaki kwenda kugombea na hakiwezi kupiga hatua, kitakufa. Mimi nashangaa sana. Mwaka 2019 nikiwa bado ni mbunge, nimeshuhudia kabisa Chama cha Mapinduzi wakifanya mambo ya ajabu sana ya kuwaingua wagombea wetu. Karibu 99% wagombea wetu walienguliwa, na chama kikasimama kikatoa sauti kwamba viongozi wetu ambao walikuwa wameamua kugombea hizo nafasi waondoke, waachane na hizo nafasi. Kwa hiyo chama kikuingia kwenye uchaguzi kwenye serikali za mitaa kwa sababu ya vituko vya Chama cha Mapinduzi na maamuzi ya Chama cha Mapinduzi kuwaondoa wagombea wetu asilimia karibuni 99. Lakini kama haitoshi, mwaka 2020
Chama cha Mapinduzi na serikali yao wamefanya vituko vya namna hiyo kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa sio huru na haki. Mimi nikiwa mgombea kabisa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Tunduma, naamini kabisa nilishinda uchaguzi kwa asilimia zaidi ya 80. Lakini kwa sababu Chama cha Mapinduzi walikuwa wameamua na Magufuli alikuwa ameamua kwamba upinzani wasishinde kabisa, wasipate mbunge hata mmoja, walipola mchakato mzima wa uchaguzi, kwa sababu hata majumuisho ya kura zetu hayakufanyika kabisa. Kwa hiyo mwaka 2024 ndio kama haya yametokea tena juzi mbele ya Mama Samia. Hasa unajiuliza hawa viongozi ambao wanasema kwamba chama kingeingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 bila reforms, hivi walikuwa kwenye huu uchaguzi au wao ndio walikuwa wanatumika kwenye uchaguzi huo kuharibu uchaguzi wa Chadema? Kwa hiyo kama kweli mtu aliingia kwenye uchaguzi na unafahamu madhara ya uchaguzi, huwezi kutamani kuingia kwenye uchaguzi na serikali ya CCM na tume hii ya uchaguzi ambayo inasimamia uchafu huu. Usingeweza kuzungumza hata kuzungumza. Na wanasema kwamba ni vizuri watu tukaingia, tunawashauri Chadema waingie wakapambane. Sasa unauliza mnapambanaje? Ndugu waandishi wa habari, kama wanaondoa wanaingua viongozi wagombea wenu kwa asilimia 99, yani unaenda kupambana ili iweje? Yani asilimia 99 huna wagombea, alafu mtu anakuambia ukapambane, unapambanaje? Yani upambane na mgombea huna. Lakini wakati huo watu wamepoteza rasilimali, tunapoteza watu. Sisi Tunduma mwaka 2020 watu zaidi ya 8 walipoteza maisha pale kwenye uchaguzi. Juzi 2024 tumepoteza kijana wetu Steve Chalamila, ameuawa kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Na wakati huu asilimia 60 ya wagombea wetu wote waliondolewa kwenye uchaguzi, walienguliwa. Wakabaki asilimia 40. Hiyo asilimia 40 nayo wakawaondoa mawakala wote kwenye vituo vya kupigia kura. Tafsiri yake ni kwamba waliondoa wagombea wetu asilimia 100. Kwa sababu kama wakala atakuwa yupo kwenye kituo cha kupigia kura, tafsiri yake ni kwamba hakuna uwazi kwenye huo uchaguzi. Hasa leo wanasema kwamba tunafikiri Chadema wangeingia kwenye uchaguzi. Hasa uchaguzi upi ambao wanafikiri Chadema wangeingia? Na leo watuambie hata kama watakwenda kushiriki uchaguzi, walikuwa naiba uchaguzi, walikuwa wanaingua wagombea wetu. Ni Chama cha Mapinduzi na serikali yao. Tume ya Chama cha Mapinduzi na serikali yao ndio iliyoingua wagombea wetu. Hivi hiyo tume sasa hivi imebadilika. Wanaosimamia uchaguzi ni tume aina gani? Sio Mwambegele. Ni tume ile ile. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba Chadema waingie kwenye uchaguzi, mimi naona wanatapatapa. Sana wanachokizungumza wanasema kwamba CCM wamewaahidi majimbo. Hasa kama CCM wameahidi majimbo, hicho ni chama cha siasa kinaahidiwa majimbo. Sisi tunataka tuingie kwenye uchaguzi ambao utakuwa huru na haki. Na ndio maana tunataka reform kwa kipindi hiki. Ili mtu yeyote atakayekuwa amefanya kampeni zake, wananchi wamemkubali, achaguliwe kwa kiongozi atakayewakilisha wananchi. Hata kama Watanzania kweli mnaambiwa kwamba hawa wenzetu ambao wanahama kwenye chama hiki wanakwenda kwenye vyama vingine wameahidiwa majimbo, mnaamini kwamba hawa watu watakuwa ni wenu? Tunaamini kwamba watakuwa ni CCMB ambao wamechaguliwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hamtapata wawakilishi ambao wako bora. Na naamini kabisa kama kweli wanakwenda kugombea katika vyama vingine, naamini kabisa CCM, na Mwalimu Nyerere alizungumza vizuri sana. Akasema mtu yeyote ambaye amezoea kula nyama ya binadamu hawezi kuacha. Kwa hiyo naamini kabisa CCM hawezi kuacha salama. Kwa hiyo hiki kitu ambacho wanakizungumza kwenye vyombo vya habari, wanasema chama kimepoteza dira. Mmeona nyinyi wenyewe waandishi wa habari, tunafanya operation mbalimbali katika nchi hii. Mmeona wananchi ambao wanaifuata Chadema. Mmeona wananchi wanavyoikubali Chadema. Pamoja na mambo mengi yanayotokea, mambo mengi ambayo jeshi la polisi wanafanya, viongozi wa halmashauri, wakurugenzi wanatunyima viwanja vya kufanyia mikutano, lakini bado wananchi wanafuata. Hata tukitafuta kiwanja cha pembeni, watu wanafika kule. Na sisi hatusombi watu kama mnavyoona CCM wanavyosomba. Sababu CCM mkutano unaofanyika, kwa mfano kama ule mkutano wa Mara unafanyika Mara pale, wangesomba kila jimbo, kila wilaya wangesomba watu wao kuwapeleka pale. Watu wanasomba, utafikiri machungwa yanatoka Tanga kule kwa baada ya Mtindilo, yanapelekwa Mombasa. Ndivyo CCM wanasomba watu. Kwa sababu tayari wananchi hawana muda tena kusikiliza CCM. Wanajua kabisa CCM hakuna jipya.
Sasa lakini Chadema tunaitisha mkutano, wananchi wanajaa, wanakuja wenyewe na yale mahaba sio kwamba ni ya hivi. Wanajua kabisa kwamba wanachadema wana dhamira ya kweli. Wako kwa ajili ya wananchi, wanawatetea wananchi, wanazungumza maisha ya Tanzania, na ndio maana watu wanafuata sana Chadema. Wengine wanasema kwamba mngeingia hivyo kwenye uchaguzi. Leo hamwezi kuamini ndugu zangu waandishi wa habari. Kipindi hiki ambacho tume ya uchaguzi inaboresha daftari la wapiga kura, tumepata taarifa ambazo tunaamini kabisa ni rasmi kabisa kwamba wako watoto wanaandikishwa, watoto mpaka miaka 17, 16 wanaandikishwa sasa hivi mitaani humo. Wanafuatwa, wanaandikishwa. Na baada ya kuandikishwa vile kadi zao za wapiga kura zikitoka zinachukuliwa na watu ambao hatuwafahamu. Tafsiri yake ni kwamba uchaguzi huu umeendelea kuharibiwa. Hata sasa hivi tume ya uchaguzi inasimamia uharibifu wa uandikishaji wa wapiga kura. Lakini pia kuanzia kwa watendaji, watu wanapita mabalozi katika maeneo mbalimbali wanadai vikadi vya kupigia kura. Wanavikusanya, wanaandika jina, wanaandika namba. Umeshaelewa? Kwa mujibu wa sheria gani? Tume ya uchaguzi iko kimya. Haya mambo yanazungumzwa, hakuna taarifa yoyote, hakuna karipio lolote linalotolewa. Alafu nasema kwamba kutakuwa na uchaguzi ulio huru. Na tumesikia viongozi wengi wanasema uchaguzi mwaka huu utakuwa huru. Huru unatoka wapi kama haya mambo yanatokea kijinga kama haya, lakini hakuna mtu yote anayekaripia? Sisi kama Chadema tunasema tunahitaji reform kwenye tume ya uchaguzi, kwenye sheria za uchaguzi. Tunahitaji reform kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Tunataka haki za wananchi kwa ajili ya kumchagua kiongozi wanayemtaka. Tunataka haki ya yule mtu ambaye anakwenda kuomba nafasi ya kuchaguliwa. Ili ikiwezekana mtu yeyote, hata wewe mwandishi wa habari, ukienda kuomba kura kwa wananchi na wananchi wakakuelewa, kupigie kura, isiyo hisani ya mtu. Kwamba eti Mheshimiwa Rais akiona aone kwamba Mwakajoka anastahili tu kupata, jamani mwacheni Mwakajoka. Hatutaki. Mwaka 2015 nimekuwa mbunge, yamefanyika maandamano makubwa, watu wameumizana, watu wamepoteza maisha kwa sababu ya uchaguzi tu. Ili uweze kutangazwa, yani matokeo yameshatoka kuanzia saa 2 usiku, kuanzia saa 3 usiku umeshapata matokeo, lakini ili utangazwe unakuja kutangazwa saa 5, saa 6 mchana. Wanafikiria tutachakachua namna gani, lakini wakiona nguvu ya umma wanaambia wewe mtu mtangaze, kwa sababu hali imekuwa tete sana. Kwa hiyo haya ambayo wanayazungumza sasa hivi kwamba viongozi wetu wana ubaguzi, hakuna ubaguzi. Hizi ni tamaa zimewajaa, na tunaamini kabisa na wao wanatumika na Chama cha Mapinduzi. Hizo taarifa tunazo, na tunaamini huko wanakoelekea wanaweza kafadhiliwa, wakapata nguvu kubwa. Lakini ukweli ni kwamba mioyo ya Watanzania wengi wanahitaji Chadema, na mioyo ya Tanzania sasa hivi inaonyesha kabisa kwamba Chadema iko kwenye damu yao. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba Watanzania wanaelewa wanachokitafuta. Watanzania sio kwamba wanafuata bendera fata upepo. Mimi naamini hata kama chama kitatokea kimewachukua, hata kingekuwa na ndege, kingekuwa na magari, hivi kuna chama gani ambacho kina magari zaidi ya CCM? Chama gani chenye pesa zaidi ya Chama cha Mapinduzi? Chama gani ambacho kinaweza kikakodi helikopta zaidi ya Chama cha Mapinduzi? Lakini naamini kabisa kwamba Watanzania hawafuati helikopta. Watanzania wanafuata dhamira safi, na wanafuata chama gani ambacho kinaweza kikaongoza, na chama gani ambacho ni mbadala katika nchi hii. Watu wanaamini kwamba ni Chadema. Kwa hiyo hiki ambacho wanakifikiria na wanakitegemea, tunawasubiri kipindi cha uchaguzi. Tunaamini watapata aibu kubwa sana kwenye kampeni. Watanzania hawatakwenda kuwasikiliza, kwa sababu wanaamini kwamba hawako kwa sababu yao. Wanaamini kabisa kwamba hawako kwa ajili ya Watanzania, hawako kwa ajili ya mabadiliko katika taifa hili. Watanzania bado wanahitaji Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ndicho chama pekee ambacho wanakitegemea. Na ndio maana mnaona leo waandishi wa habari, Mheshimiwa Lissu yuko ndani. Kesi ambayo anayo Mheshimiwa Lissu ni kesi ya kijinga kabisa. Ni kesi ya kubambikizwa kabisa. Juzi wamemkamata makamu naibu katibu mkuu, anasafiri kwenda Ubelgiji bila kosa lolote. Jeshi la polisi wanatoa statement, wanasema kwamba ni mtu ambaye anasafiri bila taarifa. Wanasema kwamba anasafiri bila taarifa. Mtu yuko airport, ameshagonga pasipoti yake, ana visa, anataka kusafiri. Unasema kwamba huyu mtu anasafiri bila taarifa. Hivi lini jeshi la polisi, mtu anaposafiri kwenda nje, anatoa taarifa kwenye jeshi la polisi?
sheria kwa sheria gani? Alafu mnamkamata mtu, mnampotezea muda, anashindwa kusafiri kwa sababu tu mnataka kuvuruga mipango ya Chadema. Nataka niwaambieni, Chadema ni mpango wa Mungu. Hawa wanaoondoka waacha waondoke. Hawa wote wanaoondoka waacha waondoke, kwa sababu wanaondoka wakiwa na dhamira ovu kabisa kwenye chama hiki. Kwa sababu mtu mwenye dhamira safi hawezi kubali kuondoka katika chama hiki. Kipi ambacho tumekihubiri ambacho ni kibaya? Viongozi wetu miezi mitatu, ni kipi ambacho labda wamekifanya tofauti na katiba? Tofauti na makubaliano ya chama ambayo yamefanyika kwa kipindi ambacho tumekaa vikao vyote ambavyo tumevifanya. Kipi ambacho wamefanya tofauti? Alafu cha kushangaza, Kigali anasema jambo hili ni haliwezekani kwa sababu hawana mkakati, hawataweza. Hivi mkakati unaojuaje kama huwezi kuwa kwenye chama hiki? Yaani huko nje ya hiki chama alafu nataka mkakati wa Chadema, inawezekanaje? Nimemsikia Susan Kiwanga anasema kwamba hii tulikuwa tunatishia nyau tu. Sasa sisi Chadema tutishii. Sisi Chadema tunachokizungumza tunamaanisha. Tumesema no reforms, no election. Tunamaanisha kwamba kama hakutakuwa reform katika nchi hii, uchaguzi utakuwa haupo. Ndicho ambacho tunamaanisha. Hasa Watanzania leo wanahamia kwenye vyama vingine. Watanzania wanataka kuwafuata watu ambao wanawajaribu Watanzania. Wanasema tulikuwa tunasema tu, alafu baadaye tungeingia kwenye uchaguzi, tungetishia serikali isingefanya, tungeingia kwenye uchaguzi. Sisi Chadema ikiwa chini ya Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Heche, hatuko tayari tena kuwaingiza Watanzania machinjioni kwenda kuchinjwa kwa sababu tunahitaji vyeo. Mimi Mwakajoka leo ukiitisha uchaguzi pale Tunduma ulio huru na haki, kesho asubuhi saa 12 nimeshinda uchaguzi. Wananchi wananihitaji, wananchi wanakihitaji Chadema pale Tunduma. Lakini sina hamu ya kuwa mbunge kwa sababu ya damu za watu. Sina hamu ya kuwa mbunge. Sina hamu ya kuingia kwenye uchaguzi. Bila reform sina hamu ya kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo naamini kabisa Watanzania wote wanasubiri reform katika taifa hili. Na ndio maana umeona kwenye mikutano yetu yote ambayo viongozi wetu wa kitaifa wanafanya, sasa hivi watu wanajaa vibaya mno. Na ukiwauliza Watanzania wenyewe wanasema tunahitaji reform katika taifa hili. Hakuna hata mtu mmoja anasema kwamba hataki reform katika taifa hili. Kwa hiyo tunahitaji reform ili tuingie kwenye uchaguzi. Sisi tumesema hatutazila uchaguzi na tunahitaji kuwawakilisha wananchi, lakini hatuhitaji kuwakilisha wananchi kwa ajili ya kupewa fadhila na Chama cha Mapinduzi. Hatutaji kupewa majimbo 30, hatutaji kupewa majimbo 40. Tunahitaji kuingia kwenye uchaguzi huru, tushinde uchaguzi ili kuhakikisha kwamba tunaongoza wananchi kwa mujibu wa sheria, lakini pia kujipendekeza sana kwa wananchi. Kwa sababu tunaamini kabisa, ukisoma ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaona kabisa kwamba wananchi ndio wenye mamlaka na ndio ambao wanatoa mamlaka kwa serikali kuhakikisha kwamba inawaongoza wananchi wenyewe. Kwa hiyo hakuna serikali yoyote duniani ambayo inakuwa juu ya wananchi. Lakini pia waandishi wa habari, mmeona serikali ya CCM kupitia wabunge wao, baada ya wabunge wa upinzani kutokuwemo bungeni, mmeona sheria ambazo zimepitishwa ndani ya bunge. Leo wamekaa wanajadili wenza wa viongozi, wenza wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wanapata mishahara mikubwa, nao pia waanze kupata mishahara. Lakini pia watapata pia na pension. Mambo ambayo yanaonekana ni mambo ya ajabu sana. Lakini unaona nchi hii wabunge wanakaa bungeni, wanakwenda kutunga sheria ya kwamba watu wa tume ya uchaguzi hawashtakiwi. Yaani mtu wa tume ambaye hata akifanya kosa, akisababisha kosa watu wakiuana, huwezi kumpeleka mahakamani. Wanakwenda kutunga sheria za spika wa bunge, hata angefanya kosa gani hawezi kushtakiwa. Yaani wanakwenda kutunga sheria za Mheshimiwa Rais kuto kushtakiwa. Rais pale ni mtumishi wa wananchi. Wananchi wa Tanzania wanashtakiwa, lakini rais ambaye ni mtumishi wa wananchi hashtakiwi. Hii ni nini hii? Umeshanielewa? Ndio maana tunasema ni lazima tufike mahala kula ya mwananchi iweze kuheshimika, na hakuna kitu kingine ambacho mwananchi anaweza kukifanya zaidi ya kumchagua kiongozi. Sisi tunaamini kwamba kama kula ya mwananchi itaheshimika, tafsiri yake ni kwamba wananchi watasikilizwa,
matatizo ya wananchi yatatatuliwa, kwa sababu kila mtu atawajibika kwa mwananchi, na usipowajibika kwa mwananchi tafsiri yake ni kwamba chama chako hakitapata nafasi ya kuweza kuongoza nchi hii, hakitapata nafasi, wabunge wako watapata nafasi ya kuchaguliwa, na tutaheshimiana, wananchi wataheshimika kwa sababu kula zao zitakuwa zinaheshimika. Lakini sasa hivi hakuna kuli inayoheshimika mwananchi. Kinachotokea sasa hivi ni kwamba CCM wanaamua tu kwamba fulani atasimama kuwakilisha kuwa mbunge, na unapita kwa sababu watu wanapita bila kupingwa katika nchi hii. Kwa haya ndio ambayo tunapigania kuhakikisha kwamba reform inafanyika ili mpiga kura aweze kumchagua kiongozi anayemtaka, na pia mtu ambaye ameamua kugombea aamini kabisa kwamba akishinda atakuwa mtumwa na mtumishi wa wananchi, na kuheshimu wananchi atawaheshimu na atatenda kinavyotakiwa. Na ndio maana mnaona sasa hivi hata taarifa za CAG zinatoka, matumizi ya hovyo yanafanyika. Ukipitia taarifa za CAG unaona kabisa kwamba katika ukaguzi uliopita ni karibuni bilioni 540 zilitumika ovyo ovyo. Yaani watu wanaamua kutumia fedha za wananchi. Barabara hakuna katika nchi, madawa hakuna katika nchi. Leo ukifika hospitalini na mke wako anakwenda kufanyia operation bila kuwa na shilingi 300, 200, hawezi kufanyia operation, anakufa pale. Lakini wanatumia fedha ovyo ovyo na wanakwenda kukopa huko, deni ya taifa inazidi kukua. Na wengine bila akili kabisa wanajitokeza. Waziri mwenye dhamana, aliyepewa dhamana na nchi hii, anajitokeza anasema kwamba deni la taifa limuhusu Mtanzania. Ni akili ya matope kabisa. Deni la taifa litalipwa na Mtanzania yeyote aliyezaliwa katika nchi hii kwa kulipa kodi. Watanzania kila mmoja analipa kodi, hata ninyi waandishi wa habari ni walipa kodi hapa. Wafanyabiashara wanafanya kazi ya kukusanya, wanakusanya kodi kwa niaba ya serikali, lakini anayelipa kodi ni mlaji wa nchi hii. Hizo nguo mlizovaa, kamera mlizonazo, simu mlizonazo, mikoba mlionayo, yote hiyo ni kodi ambayo mnalipa nyinyi wa Tanzania. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba ni lazima reform ifanyike ili ujinga wa maneno unaotokea, udanganyifu na ulaghai unaotokea katika nchi uweze kukoma. Kwa sababu tayari CCM na serikali yake wameshagundua hata tungeongea ujinga wa namna gani hakuna kitakachoendelea, kwa sababu kura ya mwananchi haiheshimiki, anajua kabisa atapita bila kupingwa. Lakini jambo lingine nataka nizungumzie kuhusiana pia na serikali ya CCM. Yako matamko ya hovyo sana yanatokea. Amekuja makala juzi ametamka hapa kwamba Chadema wanataka kuleta Mpox na Ebola. Hajashtakiwa hata kushtakiwa. Leo Mheshimiwa Lissu yuko ndani kwa sababu ya kuzungumza na kuambia Watanzania ukweli. No reform, no election. Tanzania ni muhimu na lazima itokee. Na tumeshawaambia Chadema ni mpango wa Mungu. Hakuna mtu anaweza kuivuruga Chadema. Wote mnaotaka kuivuruga Chadema mnapoteza muda, mtavurugika nyinyi wenyewe. Ndugu zangu wana Chadema, niwatie moyo na niwaambie kwamba chama kinazidi kuimarika. Waacha pumba zikae pembeni, tuweze kusonga mbele kukijenga chama hiki. Lakini ukweli tu ni kwamba kwanza Mheshimiwa Katibu Mkuu ameshatoa msimamo wa chama, na makamu mwenyekiti pia wa chama taifa Mheshimiwa Heche ametoa msimamo wa chama, na mimi kama makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa naungana na msimamo wa viongozi wangu wa kitaifa. Lakini ukweli tu ni kwamba chama hiki kina katiba. Huu ndio mwongozo wa chama chetu. Kwa hiyo Mheshimiwa msajili Jaji Mutungi hana mamlaka kwenye uteuliwa na mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa taifa, lakini pia baraza kuu la chama. Ni kwa mujibu wa katiba. Na wakati tunadhibitisha, mimi mwenyewe niko kwenye hicho kikao. Kwa sababu katika uchaguzi uliofanyika mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa uchaguzi wa chama taifa, na wakati tumemaliza ule uchaguzi umefanyika uteuzi na kola ilitimia ya wajumbe ambao walistahili. Kwa hiyo wajumbe ambao waliidhinisha uteuzi wa viongozi hao kuanzia katibu mkuu na viongozi wengine ulikuwa umekamilika. Kwa hiyo hiki ambacho amekizungumza Jaji Mutungi, msajili wa vyama vya siasa, sisi kama Chadema tunachukua kama shambulio la kisiasa, shambulio la kidemokrasia, na ni moja ya jambo ambalo linatengenezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi wakishirikiana na Jaji Mutungi kuendelea kurudisha juhudi za Chadema katika kusonga mbele. Lakini tunaamini hatutasimama hapo kwa ajili ya kujadili hilo jambo. Tutaendelea kuijenga Chadema na kuendelea kuitangaza no reform, no election, kwa sababu tunajua kabisa kwamba hana mamlaka. Tafsiri yake ni kwamba hana uwezo wa kufanya jambo lolote. Tunaamini viongozi wetu wako salama na wataendelea kukitumikia chama chetu. Jambo kubwa tu ambalo nataka kulizungumza ni kwamba
kesi ya mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu itakuwepo inakwenda kusikilizwa tarehe 19 kesho kutwa tu hapa. Kwa hiyo mimi kama makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa na waalika wanachadema wote na Watanzania wote wanaopenda haki katika taifa hili kujumuika kwenye kesi hiyo. Na kesi hiyo watu wasiogope. Mahakama imeshasema kwamba kesi hiyo itakuwa ni kesi ya wazi na Mheshimiwa Lissu ataletwa. Tafsiri yake ni kwamba kila mtu anaruhusiwa kwenda kusikiliza kesi hiyo. Na tunataka tuitaarifu tu serikali kwamba sisi ni wapenda amani sana. Kwa sababu mwenyekiti wetu ameshtakiwa kinyume cha utaratibu na ameshtakiwa kwa kusingiziwa, tunaamini kabisa kwamba tutakwenda pale kwenda kusikiliza hiyo kesi, na tunaamini kabisa kwamba kesi hii tutashinda kwa kishindo, na kwa hiyo tunaamini kwamba amani itatawala sana katika eneo hilo. Lakini kibaya zaidi ni kwamba nimezungumzia hapa kuhusiana na Makala. Ni kweli Makala alizungumza jambo hili, yani unajua kuleta virusi vya mpox na Ebola, tafsiri yake ni ugaidi. Huo ni ugaidi kwa sababu ni jambo kubwa sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba angekuwa amezungumza mtu wa Chadema angekuwa amekamatwa muda mrefu sana, lakini kwa sababu amezungumza CCM na ni katibu mwenezi, wanaona jambo hili wala halina madhara yoyote. Lakini ukweli tu ni kwamba alipasha kuulizwa, atakuulizwa kwamba labda vinapatikana nchi gani, duka gani. Sisi Chadema ni wasafi, tunawapenda Watanzania, tunaishi katika nchi hii. Nadhani labda ni mtu ambaye alikuwa amevurugwa tu, lakini hata kama amevurugwa alipasha kuhojiwa ili Watanzania wajue. Jaji Mutungi badala ya kupambana na kauli ya Makala ameanza kutaka kukivuruga chama chetu. Alisema kwamba Makala amemwandikia barua, hatujajua barua yenyewe amemwandikia inasemaje, sababu hajaiweka hata kwenye public. Watanzania waelewe kwamba barua aliyomwandikia Makala ni ya namna gani na nini ambacho alimwambia jieleze. Na je, hajajieleza mpaka leo? Maana barua ni ya muda gani? Atuambie kama alimpa muda, kama ni mwezi mmoja, mwaka mzima au miaka mitano, atoe maelezo Jaji Mtungi ili tujue kwamba kweli yuko kusimamia vyama vya siasa na kauli mbalimbali za hovyo ambazo zinatokea katika nchi hii. Lakini tunaendelea kuamini kwamba kauli ya Chama cha Mapinduzi na nyimbo zao ambazo wanaziimba, wanasema kwamba wapinzani wakifa watupwe katika bwawa au katika ziwa la mamba, waliwe na mamba. Juzi hapa mkoani Mbeya kwenye ofisi yetu ya kanda usiku wamekuja watu wasiojulikana, wamekuja kumwaga sumu hapa katika ofisi yetu, na ni sumu kali sana ambayo jeshi la polisi wamekuja hapa wamechukua sample na nasema kwamba wamepeleka kwa mkemia. Hatujajua kwamba ni baada ya muda gani tutapata hiyo taarifa ni sumu ya aina gani, kwa sababu watu wengi sana walivuta hii hewa, waliathirika. Kwa hiyo tungeweza kupata hiyo taarifa kwamba ni sumu ya aina gani na inaathiri kwa kiwango gani, ili kiwezekana Watanzania hawa ambao walipata madhara waweze kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo tunasubiri jeshi la polisi muweze kutoa taarifa ya mapema kwa umma ili umma uweze kuelewa ni sumu ya aina gani. Lakini kwa kweli kauli hizi ambazo zinatolewa na Chama cha Mapinduzi tunaona zimeanza kufanya kazi, na ndio maana hiki ambacho kilitokea katika ofisi yetu hapa Mbeya Kadege. Kwa hiyo tunaomba sana serikali iweze kufanya hiyo kazi haraka, kutoa hizi taarifa ili tuweze kuelewa kwamba imechukua kwa uzito jambo hili. Lakini tunataka kutoa halai kwa matendo ambayo yanaendelea kutokea kwa ajili ya wanachama wa Chadema, ofisi za Chadema. Tunatoa halai kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba ulinzi unakuwa mkubwa katika maeneo haya, lakini pia waendelee kufanya upelelezi na kutoa majibu kwamba ni nani anafanya mambo kama haya. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Mbeya Vijijini, yeye amewavaa moja kwa moja G55 kwamba waache waende, lakini wasikichafue chama wala hawatateteleka na kuondoka kwao. Wao watabaki na msimamo wao ule ule. Kwa majina anaitwa Getruda Jafet Lengesela, ni mwenyekiti wa chama kutoka Mbeya DC. Ndugu waandishi wa habari, kwanza nashukuru kwa kufika kwenu na kwa kuniona mimi hapa nje. Ninawashukuru sana, lakini hoja yangu kubwa ya leo ni habari ya watu wanaojiita 55 G55. Mimi niseme hawa tumeanza kucheza nao muda mrefu sana. Hizo makida hatujaanza nao leo, tunawafahamu vizuri sana.
Hao wanawake, kwanza niseme hivi, ukitaka kujua nguvu ya mwanamke, muulize mwenyewe mwenyekiti mstaafu, anajua nguvu ya mwanamke, na ndio maana aliweza kucheza na akili za wanawake. Hao ambao wamehama hao G55 ni wanawake ambao tumeanza kusumbuana nao muda mrefu sana kwa sababu ya viti maalum. Hata kwenye kanda zetu hatujawahi kutulia kwa sababu ya viti maalum. Yaani hata kwenye mikoa yetu tunashindwa kufanya kazi kwa sababu ya viti maalum. Hata kuhama kwao kwenda Chauma hawatubabaishi kwa sababu walianza siku nyingi sana kwenda kutaka viti maalum. Hakuna kazi wanazozifanya, walizoea kutembelea magari yetu ya kifahari. Tulikuwa tukijisajili huku tunaenda vijijini tukitumia gharama zetu kubwa, tukitoa hela zetu. Watu walikuwa wanajitolea kwenye chama hiki. Mtu anasajili kadi moja mpaka kwa shilingi milioni 1, 200,000, shilingi 50,000, shilingi 25,000. Usipotoa hizo fedha, haki ya Mungu ulikuwa hata kwenye uchaguzi huwezi kuingia. Yote ilikuwa ni mipango kazi ya kutupiga. Na ndio maana hata kipindi kilichopita nilisema sisi wenzetu tusibabaike na hawa watu wanaojiita G55, kwa sababu mikakati yao tulikuwa tunaifahamu siku nyingi sana. Ndio waliokuwa wanatutoa kwenye reli, ndio waliokuwa wanasababisha migogoro. Tunashindwa kupatana kwenye kanda zetu kwa sababu ya ubunge viti maalum. Kwa mimi niseme nyie mliohama, mnaoenda G55, tunawatakia safari njema, na niseme tu hata mnako kwenda huko ubunge viti maalum wampati. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Nyie mnataka mkafanye kazi ya kupewa kweli, wananchi wasiwachague, mnataka mpewe vya bure, vya nani? Kwa kodi za nani? Yaani wananchi wakawachague kwa sababu zipi? Yaani leo ameingia Lissu madarakani, mmeshindwa kumvumilia hata miezi 3. Nyinyi tumewavumilia kwa kitambo kirefu. Mnakuja hapa mnatuamrisha fanyeni hivi, tunafanya. Hamna kadi ya 25 tunasajili. Hamna kadi ya 200,000 huwezi kuingia hata kwenye usaili. Watu wanakatwa hata kwenye usaili. Lakini yote tulivumilia. Lissu yuko leo magerezani, mtu anasema mimi nimeshindwa kuvumilia hiki chama, mimi bora niondoke. Aisee, tukutakia safari njema. Wewe ni tapeli kama tapeli wengine na hutubabaishi. Chadema tumejaa fulu. Chadema tupo wanawake ambao tuko nyuma ya Tundu Lissu na tutalisukuma gurudumu kuhakikisha Lissu anaingia kwenye kinara cha urais. Kama kuna mtu alikuwa anawadanganya kwamba Lissu hatafika, Lissu atafika. Lissu yuko gerezani, sisi tumekaa tunamuombea na tutafika, tuambieni ukweli. Hizo makeup leo mnazozifurahia mlikuwa mnapaka kwa ajili ya Chadema. Leo mmeenda Chauma, mtatumisi wanawake wa Chadema. Tupo tumejaa tele hapa kanda. Tupo kupigania Mdude, lakini nyinyi hamtubabaishi wala hamtusikitishi. Nyinyi tunajua mmeenda kwa ajili ya matumbo yenu ya ubunge viti maalum, lakini wapigania haki tupo na tumejaa tele. Tukwambia Lissu uko gerezani, wanawake wengi tupo nyuma yako na tunakuombea na tunasema songa mbele na mfumo wa no reform no election. Anayebisha asepe, wala hatubabaishwi na mtu. Kwa hiyo tumejaa tele na tutaifanya kazi ya kulinda Chadema yetu, na tuna imani na Chadema yetu na tutafika, na hakuna mwanamke anayetubabaisha. Ila anayetaka kutembea, anayetaka vya bure, na mnajua anayetaka vya bure madhara yake ni nini. Kwa hiyo mimi niseme nyewe wanawake mnaondoka, msitutishetishe. Chadema imewapendezesha, leo mmewajua na waandishi wa habari. Leo mnasimama kwenye TikTok kumpinga Lissu, mnapinga Chadema. Mimi niwaambieni mmekufa kwenye ulimwengu wa kisiasa. Kama nyie tumeweza kuwavumilia kipindi chote, mmeshindwa kuvumilia Lissu miezi 3. Jamaa yuko gerezani. Leo mnaondoka mnasema mmehama, tena mmehama na magari yetu, mmehama na vifaa vyetu, mmehama na kila kitu chetu, hatujapiga kelele. Leo mnasema mnaenda Chauma. Safari njema huko Chauma. Na niseme mnachokwenda huko hamtapata chochote. Wanaokwenda kunufaika na Chauma ni watu wawili, ni mtu mmoja. Wananchi tuna imani na Chadema na hatutokuacha Chadema. Mimi niseme asante, ila mnavyoondoka ondokeni kimya kimya ili mnavyorudi tuwapokee, kwa sababu sisi tumewapa target ya miezi 2 tu, mtarudi Chadema. Nyinyi nendeni taratibu ili mnavyorudi mkarudi taratibu. Asanteni, Mungu awabariki sana. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.